miangaza ya fatwa, miangaza ya fatwa, miangaza ya fatwa, miangaza ya fatwa, inaletwa kwako na Huda, miangaza ya fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karibu sana mtazamaji katika siku ya 8 ndani ya kipindi chako unachokienzi na kukipenda, miangaza ya fatwa katika Al-Huda TV, ambayo ndio mwongozo kwa umma. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikia kuipata siku kama hii ya leo. Lazima tumregeshe shukrani, kwa sababu kila sifa njema anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka katika siku hii ya leo, ambapo tunakaribia kumaliza 10 ya mwanzo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hakika kuna mengi ambayo tumeyajadili na tumeyazungumza, lakini leo tutakuwa tunaangazia rahma ya mwezi wa Ramadhani katika 10 hili la rahma, kwa sababu nakumbuka, nafikiri ni juzi ustadha alitusomea hadithi ya Salman, awalu shahr Ramadhan rahma awsatuhu maghfira wa akhiru hitqu minan nar. Kama nitakuwa nimeisoma sawa, ustadha atanrekebisha kuhusiana na zile vigawanyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo leo inshallah tutataka kuingia katika hili 10 la rahma ili tuweze kulielewa. Naitwa Nur Said, na kama kawaida siko peke yangu katika miangaza ya fatwa. Ustadh, assalamu alaikum. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika miangaza yetu hii ya fatwa. Shukran. Alhamdulillah, tunategemea mengi sana kutoka kwako, kwa sababu tumeanza kupiga zile hatua za haraka haraka sasa. Unajua Ramadhani kishafika 8 9, sasa speed inakuwa ni ya mark time. Kwa hivyo tunataka tutabaruk kwa wingi sana kutoka kwako katika siku hizi ambazo zimesalia. Ustadh, hadithu Salman ambayo umetusomea, nafikiri ni juzi ama siku kabla ya juzi, hebu tuifafanulie tuweze kuelewa hii rahma, hii 10 la rahma katika mwezi wa Ramadhani ni ipi na tunaweza faidika vipi ndani yake. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyihi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه ما شاء الله شيخ نور كمل رحمة لنا كويشة. لنا كويشة أستاذ. دون زوم زي رحمة. ختامه مسك. ختامه مسك إن شاء الله. الحمد لله. لكن هي إشارة كوا رحمة من يزمون يقول كني مزمزمة. كني مزمزمة. نعم. إنجاو اللي ميتوا كمل رحمة. كما الفكوجة كتك حديث العشرية سلمان الفارسي. يقوم بمبكون ابن خزيمة كتك صحيح ياكي. كسمه هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ni mwezi ambao kwamba mwanzo wake ni rahma, katikati ni maghfira, na mwisho ni kuachwa huru shingo kutoka na moto. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akagawanya sehemu 3: rahma, maghfira na kuachwa huru shingo kutoka na moto. Kigawanyo kama hichi hakimaanishi kuwa rahma imefungika katika 10 la kwanza na maghfira, msamaha, umefungika katika 10 la pili, na kuachwa huru kutoka na moto umefungika katika 10 la tatu. La, hiyo sio maana yake. Kwa sababu fi kulli lailatin min layali Ramadhan, imekuja katika athar, katika kila usiku katika usiku wa Ramadhani Mwenyezi Mungu ana watu anawaacha kutoka huru shingo zao kutoka na moto. Kwa hivyo kama ni itqu minan nar, iko Ramadhani nzima. Ukizungumzia maghfira, huu mwezi mzima uitwa shahrul maghfira, kuanzia usiku wa kwanza mpaka wa mwisho kuna maghfira. Ukizungumzia rahma vile vile iko katika mwezi wote kama tutakavyokuja kuona. Naam. Kwa hivyo rahma iko kote, maghfira iko kote, kuachwa huru na moto vile vile iko kote. Lakini nini hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kuipangilia hivi? Naam. Maulama wanasema kwa sababu mwanadamu ni mtu kupatwa na futur, anachoka haraka. Sasa anahitajia kila baada ya muda
apewe uslubu mpya tofauti. Walillahi almathalu ala. Ama wacha nikupe mfano wa kidunia. Unaona? Leo kampuni ya magari ikitengeza gari, baada ya muda fulani utasikia imetoa new shape ya gari ile. Umeona? New version. Sijui new nini. Utasikia new nyingi. So wanadamu wapenda vitu vile vipya. Kwa hivyo jina lile. Pengine engine ni ile. Lakini ile body kidogo tu imefanywa modification. Umeona sio? Naam. Bila hivyo, yani ukifanya hivyo ndo utauza zaidi. Utapata ikbali zaidi katika biashara yao. Kwa hivyo ukija huku vile katika ibada, mtu akijua hili 10 linaenda kuisha na ni 10 la maghfira linakuja, anafanya tashmir, anaongeza himma katika 10 linalokuja ili apate maghfira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Likija lile la 3 hivyo anaongeza ili apate kuachwa huru kutoka na moto. Lakini iko katika makumi yote matatu rahma ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ustadh, kuna mtu anatusikiliza sasa hivi na pengine kabla ya kuingia kuzipata hizi rahma za Ramadhani anataka kujua hii rahma haswatan ni nini, tafsiri yake. Hata rahma pia anatutazama zaidi. Rahma pia anatutazama. Kweli Ustadh, na pengine ajui maana ya jina lake. Naam. Rahma ni huruma. Umeona? Mtume sallallahu subhanahu wa ta'ala katika majina yake ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Tena subhanallah, katika majina ya Mola ambalo kwamba limekuja jina zaidi ya moja kutokana na sifa hiyo ya huruma. Ni sifa ya huruma tu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kwingine utapata jina moja. Lakini hapa yankuja mawili. Naam. Huruma ni pale kunapopatikana katika moyo kufanya mambo wepesi, kumsamehe kiumbe, kumsaidia, ndo yani ulaini wa moyo katika muamala. Naam, katika muamala, katika mfano mimi nakukosea unakuwa mwepesi sana, ni binadamu, acha nimsamehe. Ndio maana mtu akikata hana huruma, yule hana huruma. Naam, mgumu kweli sana. Na imezoeleka katika mazungumzo ulaini katika moyo, wepesi katika vitendo, utamu katika maneno, yote kwa pamoja jumuiya. Kwa hivyo mtu kuitwa rahma na ni jina la Mwenyezi Mungu. Jina la Mwenyezi Mungu ni Rahman. Jina la Mwenyezi Mungu ni Rahman. Sio rahma. Naam, rahma ni masdar sasa. Ile huruma yenyewe. Atatarajiwa kuwa na nasib, fungu katika huruma, kwa sababu kila mmoja ana nasib katika jina lake. Ndio maana watu waambiwa kuna fali njema. Msiwaite watoto wenu majina ya kushangaza. Mtoto majuto. Mwite mtoto tabu, shida. Maana majina yapo. Maana lakini kila mmoja ana nasib katika jina lake. Naam, Ustadh, sasa hii 10 la rahma, ni zipi rahma za Ramadhani ambazo sisi kama Waislamu tunafaa kuzitegemea kuzipata katika 10 hili la mwanzo? Yote unayojua katika fadhaili za Ramadhani ni rahma kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa jumla wake. Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuhurumia waja wake akatufungia milango ya moto katika Ramadhani. Kwa kutuhurumia akatufungulia milango ya pepo, kana kwamba ambaye ile pale kuhitajia tu kupiga hatua tu kuamua kuingia. Unaona? Nani anayewasumbua na kuwashawishi kufanya maasi? Shetani. Mtawatilia pingu nimfunge. Umeona sio? Mtaka nini? Mtaka ujira kutoka kwangu na malipo? Basi jua ukifanya sunna mimi nitakupa thawabu ya faradhi. Na ukifanya faradhi nitakulipa mara 70 yake. Yani ukiangalia kifupi fadhail zote za Ramadhani ni rahma kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu kuna ile al-qadarul ilahi, yani ikifika mwezi kama huu utaona zile nyoyo zenyewe kwa huruma ya Mwenyezi Mungu zinalainika kwa namna ambayo kwamba hata yule ambaye kwamba amepinda katika maasi, yule mwenye inadi,
yule mwenye takabu yani alozama katika dunia, alopindukia kabisa. Ukifika mwezi wa Ramadhani utamwona Ustadh, that is tasbih. Hiyo ni ukweli kabisa. Yuko msikitini. Hatukani mtu kama ni mlevi halewi, kama ni mtu mambo mengine hafanyi. Kuna mimi mpaka najua wengine Ramadhani akwambia mimi mogokaa mpaka Ramadhani ishe. Ndio. Unaomba ya Rabbi mjalie ndio hiyo itakuwa ni milele. Sigara Ustadh, Ramadhani hagusi. Ndio. Lakini kuna wengine baada ya iftari ama anafuturu nayo adhana tu ndio tendeage. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hii rehma inamuendea mpaka yule mtu na moyo wake pia inakuwa inapata rehma ya Mwenyezi Mungu. Naam. Inamwingia kila mmoja. Yani ukiona mtu hakuathirika katika mwezi wa Ramadhani, ujua ndo wale shaitani ulinsi. Ndio kwamba moyo wake umkuwa jiwe mpaka umepigwa muhuri. Bwana. Lakini mwanadamu ambaye kwamba yuko katika fitra ile aliyoambiwa nayo na Mola Subhanahu wa Ta'ala, hata akawa ni mkorofi kiasi gani, hata kama ni mwovu kiasi gani, ikifika mwezi wa Ramadhani lazima talainika. Naam, kwa hivyo utampata alikuwa haswali msikitini, utamuona msikitini. Alikuwa tumia uraibu, utaona naacha uraibu. Ndio kama hivyo. Yani ulimi kidogo ni matusi anapunguza. Tena ukienda wewe ukimchokoza akwambia nafunga bana, achana mimi. So yote hii ni rahma kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuombe Ustadhi we itendelea. Ustadh, katika hii rahma pia tunaweza kusema kwamba pengine kuna vigawanyo vya hii rahma, mfano kiroho, mtu akapata rahma ya Mwenyezi Mungu katika kiwiliwili chake, vile vile rahma katika jamii ambayo tuko ndani yake. Pengine tunaweza kuzitajataja kama ipo. Taban asli ya rahma kwanza kama ilivyokuja katika hadithi, Mwenyezi Mungu amegawanya mara 199 amezuia kwake, moja ndio ameteremsha katika ardhi. Okay. Kutokana na ile moja ndio mama anamhurumia mwanawe. Mnyama anazuia kwato asimkanyage mtoto wake. Maana sio hii rahma yote unaiona katika huu ulimwengu ni moja tu. Ndio maana Mola Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ameandika katika arshi yake, inna rahmati sabaqat ghadabi, huruma yangu imeshinda hasira yangu. Na alipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile mama amempata mtoto wake baada ya kuwa amepotea, akamkumbatia na kumbusu, akamwambia masahaba zake, Mola ana huruma na waja wake kuliko mama kwa mwanae ambaye kwamba amempata baada ya kupotea. Unaona? Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala kwanza rahma yake ni pana, kubwa sana tena. Naam. Na kwa kuwa ni kubwa, inapata mtu katika nyanja tofauti kama unavyosema hivyo. Unaona sio? Kwa hivyo itasibu moyo, itaufanya ule moyo utalainika. Unaona? Itasafisha ile kalla bal rana ala qulubihim. Na ile uchafu ulio katika moyo utapata kuondoka. Kama mtu alikuwa na matatizo na mwenzake, ndo fursa ya kusuluhisha. Maana ile rahma itapata mwili vile vile. Tumeambiwa sumu tasihu, fungeni mtapata afya. Kwa hivyo kwa huruma ya Mwenyezi Mungu ule mwili unarudi kujiunda kama wanavyosema matabibu. Yani hii Ramadhani ni kama tembe 30 za dawa anazochukua mtu kwa ajili ya kurudi kusafisha mzunguko wa damu ndani ya mwili wake, ushaona, kutoa sumu na nini. Ni rahma ile imeupata mwili. Rahma inapata macho. Kuna vitu mtu nje ya Ramadhani anaviangalia bila kujali, lakini ikifika Ramadhani anajiambia hapa sipo. Umeona? Ni rahma imepata macho yako. Ni rahma imepata masikio yako, vikao vya kusengenya ulikuwa wavikaa ama unakaa ndani yake ukisikiliza uchafu wote ule ukipita katika masikio yako. Rahma hiyo. Rahma kwa mdomo. Ulikuwa pengine siku nzima utakaa upate hata safha moja, peji moja Qur'ani, lakini ukaweza kusoma
peji kadhaa, pengine juzu ama zaidi. Ukaweza vile vile kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni rahma imepata ulimi wako. Hadith wala haraj. Sasa kila kiungo kina rahma ambayo kwamba inasibu. Mkono ukawa na ukarimu katika kusaidia, katika kupeana. Unaona, mguu ukawa hauinui kupeleka katika sehemu chafu. Wakino mguu wako ni darasani, ni msikitini, ni nyumbani, ni kujulia familia, kutembelea wagonjwa, kwenda kuzuru mayatima. Unaona, yote hii ni rahma ambayo kwamba inamsibu mwanadamu kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Bali hata katika mawazo mwanadamu, katika kifua chake wanasema kuna kitu kinaitwa khawatir, zile fikra zinazomjia kwa siku moja. Ndani ya masaa 24 kuna khatir zisizopungua 70,000. La ilaha illa Allah. Kwa siku moja. Mawazo mbalimbali yale yanomjia. Maana sio katika Ramadhani khawatir zile mbaya zinapungua. Kuna kuwa na lamma ya malak, kwa sababu ziko sampuli mbili. Kuna khawatir shaitania, shona, na kuna lamma ya malak, ya malaika, shona. Yale mawazo mazuri ndio inaitwa lamma ya malaika, shona, na yale mawazo maovu yanakuwa ni khawatir za shaitani. Watu wanatofautiana, Sheikh Nur. Katika 70,000 kuna mtu pengine 69,000 ni khawatir za kishaitani. Subhanallah. 1,000 tu ndio malaika. Kuna mwingine 70,000 zote khawatir za kishetani. Kuna mwingine haya na 35 kwa 35. Unaona, wanatofautiana katika zile khawatir zenyewe. Unaona, sio? Sasa ikifika katika Ramadhani, alhamdulillah, lamma ya malaika zinakuwa ziko juu zaidi. Sio kwa mwanadamu hajiwi na fikra za kishetani, zamjia zile fikra kwa sababu nafsi yake bado iko hai. Kwa sababu yani ndio yuailea ile nafsi. Inatoka katika nafsi al-amara bisu, iende katika nafsi lawama, iende katika nafsi mutmainna, nafsi radhiya, nafsi mardiya, nafsi kamila. Kwa hivyo mpaka ifike huko nafsi kamila ni safari anayoikata, si mchezo. Kwa hivyo mwanzo pale madamu nafsi amara bisu iko, yale mawazo ya kishetani zingine atamjia, lakini nisba kubwa kwa huruma Mwenyezi Mungu itakuwa ni lamma ya malaika, mawazo yalikuwa mazuri. Na pia tunaona katika jamii ustadh, rahma hizo pia zinaingia katika misaada, watu kusaidiwa na nini, na sehemu mbalimbali. Inakuwa hii pia ni katika hizo nzuri. Sasa hii rahma ya kutoka. Wajua kuna rahma ya dhati yako na kuna rahma inayotoka kwa mwingine. Siku zote katika amali kuna a'mal mutaaddiya, shona, na a'mal qasira. Kuna zile ambazo kwamba za kunufaisha wewe tu, na kuna zile ambazo kwamba wanufaisha wengine. Khairukum au khairun nasi anfa'uhum linnas, Mtume atuambia mbora watu ni yule anayenufaisha zaidi wale watu. Sasa unaona kama vile wewe unapata ile rahma Mwenyezi Mungu kwako, vile vile ile rahma sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutia ya kufikishana kwa wengine. Sasa ikawa si wewe tu unastafidi, na unawaonea huruma na wengine. Sasa kwa huyu ni mjane, ana mayatima hitaji kusaidiwa, na kwa huyu ni fukarafuke, na huyu ni mlemavu, na yule ni mtu mzima mgonjwa tumia madawa. Umeona, ikawa sasa yatoka kwako inakwenda mpaka kwa wengine. Sasa Ustadh, kuna miu kuwa na lectures katika mashule, hasa ni Jumaa katika zile PPI, na kuna kijana mmoja alinijia akaniuliza, ananiambia ni personal swali, ustadh, nataka unijibu kwamba mimi nilipozaliwa, kama anavyoniambia mama yangu, baba alitutupa na akapotea. Na moyo wangu mimi nitasemaje, moyo wangu kitu kama hiyo, kwa sababu huyu baba ananiambia nikimaliza shule atanitafuta. Sasa ananiuliza mbona asinitafute mapema mpaka nimalize shule? Akaniambia baba kama huyu mimi niko na haki ya kumsaidia wakati ambapo pengine nitafungukiwa, Mwenyezi Mungu anipe uwezo. Uzuri amemwita baba.
lakini hajamkataa. Ile kwanza ni kosa ambalo kwamba limefanywa na huyo baba, na haya yapo mingi katika jamii. Baba ambao kwamba wanatupa watoto wanakuja kuwatafuta baadaye, maana sio saili ana maslahi na yeye. Alilofanya baba ni kosa, lakini siku zote kosa halirudishwi kwa kosa, halilipwi na kosa. Maana sio yeye, maadamu ni babake na ni wajibu wake kumfanyia wema. Naam, yafaa mfanyie wema. Haturudishi kosa kwa kosa. Na la takunu imma, tumesema. Maana nilikuwa nazungumzia rahma hiyo tu, kwamba tuwe na huruma mtoto kwa wazazi wake, ndio akauliza. Sasa ustadha, hapa ina maana baba hana huruma na mtoto wake? Baba hana huruma, sasa mtoto asikose huruma kwa babake. Itakuwa ni lazima ama ni lazima? Ni mzazi, ni mzazi. Hata kama alimtupa, hatulipi baya kwa baya sisi. Ndio akamwambia Mtume, asema la takunu imma, musiwe imma. Nini imma? Akatuambia in ahsana an-nasu an tuhsinu, watu wakifanya wema na nyinyi mfanye wema. Wa in asau an tu'idu isaatahu, na watu wakifanya maovu na nyinyi mrudishe maovu. Alinikata na mimi namkata. Hakuniangalia simwangalia, hakunisaidia simsaidii. Mtume asema musiwe hivyo. Okay. Taib, tufanye nini ya Rasulullah? Asema lakini walakin watinu anfusakum in ahsana an-nasu an tuhsinu, watu wakifanya wema rudisheni wema. Wa in asau, wakifanya maovu, an la tu'idu isaatahum, usirudishe maovu yao. Sisi hatuamiliani na watu, tuamiliana na Allah. Hii ndio nukta muhimu. Sasa ile wewe yule ni mzazi, sio? Naam. Unapomfanyia wema mzazi, ama katika swala la kumfanyia wema mzazi, Allah anakwambia nini? Maana hapo ndo muamala unahitajika. Usimwangalie mzazi alifanya wajibu wake kufanya. Allah amekuamrisha nini? Ameniamrisha nifanye wema. Fanya wema. Waamiliana na Mungu, waamiliani na mwanadamu. Okay, ustadh, hapo imeeleweka. Na sasa ustadh, tunamaliza 10 la rahma. Alhamdulillah, katika siku 2 tutakuwa tunaingia katika 10 la maghfira, na pia tutazungumzia maghfira katika 10 kama hilo. Mtu anaweza kuhisi vipi kwamba amepata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala katika hii 10 la mwanzo, katika zile alama zile ustadh? Maana kuna saa zingine unakaa una feel hii ya leo, hii saumu ya leo imeingia kwa sababu ya vitu fulani, ishara fulani. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tumeambiwa na Sayyidina Umar, zifanyeni hisabu nafsi zenu kabla mfanywe hisabu. Wazinu amalakum qabla an tuzan alaykum, na mpime amali zenu kabla mpimiwe. Umeona? Mtu akae na nafsi yake, angalia nini nimefanya mimi katika masiku yaliyopita, wapi niko, je kumepungua ama niko pale pale ama nimeongeza? Umeona, sio? Kwa hivyo akishaona kuwa amefaulu katika kufanya masiku yaliyopita na bado yuko ndani yake, anajua kweli mimi nimepata. Kuna uwezekano mtu akakosa rahma za Allah katika mwezi huu wa Ramadhani. Naam. Hii inaweza kuwa ni hasara kubwa sana ustad. Bila shaka. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, tusiwe watu wenye kukosa rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Na ustad, tutachukua mapumziko mafupi, kisha baada ya hapo tutaruhusu maswali, na kuna maswali ambayo yalikuja mapema hatukuweza kuyajibu, kwa hivyo tutakuwa tunaanza nazo inshallah. Na mtazamaji, tupo katika siku ya 8 mwezi mtukufu wa Ramadhani katika miangaza ya fatwa pamoja naye Dr. Mubarak Ahmad, na inshallah tunachukua mapumziko mafupi, lila tu nakupa angalizo. Ikiwa unataka kuuliza swali katika WhatsApp, namba zetu ziko up, unaweza kuleta maswali yako 0703 689 534, na pia kama wataka kupiga simu baada ya mapumziko tutazifungua simu zetu ili na wewe uweze kupata nafasi ya kuuliza maswali 0742 888830. Imeangaza ya fatwa mtazamaji, kwa hivyo tunapumzika kidogo, tukirejea utapata fursa ya kusema nasi. Sende mbali. Inaletwa kwako na Huda.
na huda, miangaza ya fatwa. Karibu tena mtazamaji katika awamu ya pili kipindi chako miangaza ya fatwa, ambapo tunakupa sasa fursa ya kuweza kutupigia simu mtazamaji, na vile vile kuuliza maswali yako ndani ya kumi hili la rahma, ambapo tuna zidi kuzungumzia rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo zinapatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na ustad, tutaangalia kwanza maswali ambayo yamekuja hapa. Anasema asalamu alaykum, shukran kwa kipindi. Yeye ni Abdul Karim wa Masjid Al-Huda. Anasema mfungo wa Mombasa na Nairobi zimepitana na siku moja. Nilisafiri Mombasa mkesha wa Idi, nitaidi nao ama nitamaliza saumu yangu iliyosalia? Mombasa na Nairobi ni nchi moja, ni maeneo mamoja, matlai moja. Kwa hivyo anasema kuna watu walianza mbele, lakini yeye alianza sawa. Ndio tunarudi kwa ile hadithi ya Kurayb. So yeye ameanza, ndio uliza kama tafuturu nao. Idi ustad, kama taidi nao. Ni ile Ramadhani imeisha. Kama nilivyoelewa, yeye alianza Ramadhani Jumatano. Alianza Ramadhani Alhamisi, lakini watu wa huko walianza Jumatano. Nani? Mombasa kuna alianza Jumatano. Ngoja, kuna swala la kifikihi la miji miwili tofauti. Naam. Na kuna swala lake la kuhusiana na Mombasa na Nairobi. Mombasa na Nairobi. Shona. Mombasa na Nairobi matlai ni moja. Ni moja. Shona. Matlai ni moja na tangazo la mwezi lilikuwa moja tu. Umeona sio? Kwa hivyo tasubiria na jiha inahusika ikitangaza atafungua. Okay. Ikiwa yeye imeafiki amefunga 28, kuna mwezi 28 atalipa baada ya hapo. Atalipa. Lakini swala lenyewe lilivyokaa kifikihi ni kuwa mimi niko katika sehemu nikasafiri. Kwa mfano niko hapa. Kumi la mwisho nimesema nikafanya umra. Kafika. Sawa. Huku nimeanza Alhamisi na kule walianza Jumatano. Sasa nikifika kule wao 29 wakaona mwezi. Umeona? Ambao mimi kwangu ni 28. Nitakula na wao Eid kwa sababu niko pale. Naenda na hukumu ya sehemu. Nitakula na wao Eid. Kisha nitalipa siku moja baadaye kwa sababu hakuna mwezi 28. Lakini utakula na wao Eid, hautofunga Eid. Hautofunga. Tena. Okay. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Swali langu nauliza, ilmu yangu ni juzu moja. Je, nimeisoma mara 30. Ujira wangu itakuwa sawa na yule aliyesoma msahafu mzima? Mashaallah. Ayana anajua yeye kuisoma hiyo juzu moja peke yake, yuko endelezi. Wallahi kwa huruma ya Mwenyezi Mungu tunazungumzia mwezi kama huu, tutarajia atamlipa. Atapata. Inshallah. Subhanallah. Mwenyezi Mungu ni mzuri ustad. Assalamu alaykum. 0742888830 ndio nambari zetu za simu. Sasa hivi naona messages za WhatsApp ndio nyingi sana. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Okay, naona ustadhi huyo kidogo hajakuwa tayari. Assalamu alaykum, ni Ummu Muhammad kutoka Mombasa. Je, mfano namaliza ada yangu kesho, nitakuwa tahara kabla ya swala ya dhuhuri. Je, naweza kutiania kufunga kesho ama ni mpaka nitakapojitahirisha? Haiwezi funga madamu inakwenda mpaka dhuhuri. Kuna vitu viwili hapa. Naam. Kuna damu imekatika leo. Shona, lakini mtu amekuja kujitahirisha ama kuoga mchana. Unaona? Aweza kufunga kwa sababu damu ilikuwa ishakatika. Lakini waya subiri paka mchana ndo swali. Lakini ikiwa ile damu unajua inakwenda paka ule wakati. Hawezi kutia nia kufunga kwa sababu aslan ile siku yeye haisabiki kwake. Yeye kinachohitajika kwake ni kuhakikisha tahirika, ajizuie kutokana na kula. Pamoja kwa ile siku haisabiki. Haya ni masala inaitwa turuul mani katika fiqh. Maana na zawalul mani. Sasa zawalul mani kuna kizuizi kinakuzuia wewe kufunga. Sawa, ambapo kwamba ni damu ya ada.
kile kizuizi kishaondoka, zawalul mani kishaondoka, wewe ina maana utaikana ujizuie na chakula hata kama imeondoka katikati ya mchana. Kishaondoka yeye anajizuia na chakula, lakini ile siku haijahesabika. Naam. Okay. Naam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Karibu, nani mwenzetu, uko wapi? Mimi natoka Mombasa na Salima Bakari. Ongeza sauti kidogo tukusikie ndugu yangu. Mimi natoka Mombasa na naitwa Salima Bakari. Naam, swali. Niko na swali kuhusu mambo na swala. Ukiswali ni kufunga macho ama kufungua, ipi ni sawa? Okay, sawa. Sasa umesikia swali? Naam, nimesikia. Naam. Moja kwa moja. Moja. Anauliza unapokuwa katika swala, kufunga macho na kufungua ipi ni sawa? Kukiwa kuna vishawishi, distraction, vitakavyokutoa katika khushu, funga. Lakini asili angalia pale unaposujudu. Okay. Tulia. Lakini sasa kama hapo chini mara mpita huyu na yule, kimpita hichi na kile, bora ubaki katika khushu yako. Haya, hiyo ustadh nilikuwa sijui pia. Sheikh nauliza, kusoma Qur'an bila udhu kama sitoishika msahafu ya kubalika, na je kutumia simu pia nikisoma Qur'an bila udhu? Kusoma haina shida bila udhu, nasoma. Kushika ndo haifai bila udhu. Okay. Simu sasa. Maana ina Qur'an. Ukishafungua application, yani kuna baadhi wanakuambia ukifungua ile application una scroll. Unaona? Kuna ile una scroll na kuna zile applications za jipeleka zenyewe. Unaona sio? So kuna baadhi wanakuambia ukiscroll ungusa Qur'ani. Usiguse hauko katika udhu. Lakini tunasema hata hiyo unaweza mtu kusoma bila udhu. Ustadh nauliza, msahafu usiushike bila. Unaweza ingia nayo chooni. Simu ikiwa na application ya Qur'ani usifungue, isiwe on. Unaona? Iwe iko kwa simu lakini haiko. Naam. Si hata mahafidh suingia haja bana. Naona kifuani Qur'ani. Ni kali. Nimependa hiyo ustadh. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Naam. Tueleze jina lako na swali lako. Naam. Nani mwenzetu, uko wapi? Naongea na Abdurrahim hapa kutoka Mombasa Jomvu. Karibu sana Abdurrahim, swali lako? Niko na swali hapa fulani dogo tu. Naam. Kuhusiana na masuala ya Ramadhani. Bismillah. Nilikuwa nauliza endapo itakuwa nimefunga. Alafu kwa bahati mbaya nikalala mchana wa Ramadhani. Kwa bahati mbaya nikajiwa na ile tunaita kwa wavulana tunaita ejaculation ya kutoka wakati wa mchana. Ukiwa katika mfungo wa Ramadhani. Wet dreams. Wet dreams kwa mchana ukiwa umelala, ni kwa bahati mbaya ya kujia. Je, saumu yako itakuwa uko nayo ama itakuwa imevunjika? Sawa, tutajibiwa. Saumu iko sawa madamu imekuja katika dream. Madamu ni ndoto, umeota atainuka ndio akajitahirishe kwa ajili ya ibada ya swala na nini, lakini saumu yake iko sawa. Na ustadh, mtu atajitoa anavunja saumu, na ile adhabu ya shahrain mutatabi'ain atakuwa nayo. Hiyo ni ajima. Okay. Msichana anaweza kukaa na ndugu zake bila kufunika nywele? Bila shaka ndugu zake. Okay, huyu ni swali hapa. Nauliza, binti anafanya kazi sehemu ambayo yeye peke yake ndo Muislamu na ana sehemu iliyotengwa ya kuswali. Inambidi ya swali kando ya meza yake ya kazi, of which kuna wavulana wanamtizama. Je, ataruhusiwa kuswali na wavulana wanamtizama? Ikiwa ni hakuna namna kabisa, ajaribu kuweka kitu cha kustiri wakati ana rukuu ama sujud, wasimwangalie mafatini yake. Na ajaribu kuvaa kitu kipana ambacho kwamba kitamshika mwili. Okay. Salamu alaikum.
na huyo ametoweka, najua atarudi tena. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napongeza kipindi na ninamuomba Sheikh Mubarak, namuombea Sheikh Mubarak, Mwenyezi Mungu amhifadhi na amzidishie elimu yake, maana tunafaidika sana. Tunakupenda kwa ajili ya Allah. Habbakumullah alladhi ahbabtuna fihi min ajli. Tunakupenda ustadh kikweli, si uongo. Sisi tuwapenda pia. Asalamu alaykum. Nikiswali raka ya pili udhu utanguke, nitakaporudi kuswali nitaendelea nimalizie raka nyingine au nitaanza tena? Swala inaanza mwanzo. Anaanza mwanzo. Hiyo inapatikana katika tawaf. Okay. Katika tawaf mtu ataendelea pale alipofikia. Na ustadh, pengine kuna any situation katika swala ambayo inaweza kukuruhusu ukate kisha uendelee na swala pale ambapo kuua nyoka. Okay, unaweza uwa na ukaendelea. Kumwokoa mtu, maana kipofu ataanguka kwenye shimo. Okay. Naam. Okay. Inshallah. Asalamu alaykum. Halo, asalamu alaykum. Halo, asalamu alaykum. Wa alaykum salam, vipi hali? Alhamdulillah bikhair. Karibu. Nani mwenzetu, kwa wapi? Natokea Kilifi, sehemu za Kitambala. Karibu sana. Naitwa Hawa. Karibu Hawa. Nilikuwa nauliza, naam, kwa mwanamke ambaye ana mtoto mdogo na yanyonyesha, je, yaruhusiwa kufunga? Okay. Naam, ana mtoto mdogo anyonyesha, ruhusiwa kufunga. Ale vizuri, achague vyakula ambavyo kwamba vitampatia maziwa katika kifua chake. Shona. Lakini ikiwa itamlemea, maana akaona sasa itamdhoofisha, itamtia katika maangamivu, ataruhusiwa kula. Lakini wako wengi wananyonyesha na wanafunga vizuri tu. Ustadh, hapa katika hilo lililotaja, ikiwa itamlemea yeye na ikiwa atamhurumia mtoto, mtoto huruma ya mtoto si ni kumnyonyesha, asiache kumnyonyesha mtoto, aendelee kunyonya kawaida. Ndio tunasema yeye sasa wakati mtoto anamnyonya ama ananyonya, itamlemea yeye ama haimlemei, lakini mtoto anyonye. Okay. Chakula chake kiendelee. Right. Asalamu alaykum, naitwa Aisha kutoka Likoni. Je, mwanamke akiwa katika ada zake anafaa kusikiza Qur'an? Kusikiza na haina shida. Haina shida. Je, inafaa kuchukua kitu kwa mtu asiye Muislamu kama vile pesa kwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Sawa. Aweza chukua. Haya. Asalamu alaykum. Halo, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Karibu. Nani ndugu yangu, kwa wapi? Mimi naitwa Muhammad Kamal Said, niko hapa Buriburi. Aha, swali lako. Swali langu, kibaba unalipa mara moja 30, ama unaweza lipa 10 au moja kama mtu ni mgonjwa? Okay, sawa. Ustadh. Mashaallah. Mzee wetu Kamal kutoka Bulbu, Mwenyezi Mungu amhifadhi, ampe umri na afya. Tumefurahi kusikia sauti yako. Kibaba ni bora kutolewa siku kwa siku, na kwa sababu kile kibaba chatolewa kwa ajili ile siku, ni fidia ile siku, so sitangulize. Ima utoe siku kwa siku ama uitoe mbeleni. Yani kwa mfano uweze kutoa siku kwa siku, baada ya kupita labda kama siku 10 utaweza siku 10 kwa pamoja hivyo. Naam. Iko sawa. Iko sawa. Pia unaweza amua utoe 30 days. Lakini sio kwa kutanguliza. Na ustadh, ikiwa utaamua bana mimi hizi 30 nimpe mtu mmoja, itakuwa ni sawa ama lazima upeane? La, iko sawa. Naam. Huyu anasema amefika msikitini. Naam. Salamu alaykum. Imetoweka huyo. Anasema amefika msikitini kwa imam anataka kurukuu. Sababu ya mimi kuchelea kukosa rakaa, nikaanza safu nyingine wakati ile ya kwanza haijakamilika. Je, kwa namna hii itakuwa vipi? Swala yangu itakuwa iko sawa? Kwa sababu anasema aliwahi ambiwa kwamba ukianza safu kabla safu haijakamilika swala yako haipo. Swala ipo, lakini haijapatikana ile ukamilifu wa qudwa. Naam. Katika shurutu za qudwa, yani ni vizuri ile safu wawe watu wawili. Ndo asli ya safu, hakuna safu ya mtu mmoja. Kwa hivyo ni safu za watu wawili. So naweza kumleta mmoja kutoka mbele. Naam, ima usubiri anayekuja, ama kama hakuna naona utapitwa na raka, mlete mmoja kutoka mbele akuunge.
Na mtu kuwairaka ustadh ni ruku kwa ruku. Naam. Ikiwa ruku itatoka hiyo rakaa hajaiwahi. Naam. Okay. Naam, salamu alaykum. Assalamu alaykum. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Salamu. Mimi naitwa Baba Abdullah hapa naongea hapa Korkocho. Naam. Sasa kitu mimi nataka kuuliza. Naam. Kitu mimi nauliza. Mimi naenda sasa kama mgonjwa wa makojo unasumbua kama mimi naenda hapa sasa ndani mimi naenda sasa hakuna maji karibu na mimi, hakuna nyumba karibu, jumba yangu iko karibu, mimi naenda safari kidogo. Sasa makojo na maandika kwangu. Sasa nimefika saa 7 hakuna maji kutibetesha hiyo nguo. Sasa lazima mimi niingia sala saa 7. Sasa tori mimi nasikia sala hakuna nafasi, hata kama wakati kifo anaanza kulala anasema ashasaji. Sasa mimi nasaji hii sala atakubaliwa maji. Okay. Start. Inshallah Mwenyezi Mungu muondolee tatizo hilo la katika mkojo. Kuna kitu chaitwa salasul baul. Salasul baul ni maradhi na hutibiwa. Ajaribu kutafuta daktari kama nalo hilo tatizo la mkojo kushuka kila baada ya muda. Huyu wakati wa swala anafaa jitahirishe. Umeona? Kila ikifika wakati wa swala avue nguo yake ndani ile ambayo kwamba imeingia ule mkojo, shona ajisafishe alafu aende. Lakini sasa wewe unasema hapati maji. Umeona? Muda wa swala upo mpaka ile swala ya pili itakayokuja ya asri. Yani kama ni dhuhuri mfano leo utoe. Umeona sio? Ana muda wa kutosha wa kutafuta maji mpaka yapate. Kama hakupata maji hata kama ni kujitahirisha kwa kupitia jiwe. Umeona? Lakini si sharti akimbilie kwenda kuingia katika swala mwanzo wakati na huko hajajitahirisha. Naam, Allah. Abubakar anauliza kuhusu salatu tasbih. Je, hii swala imeswihi na inaswaliwa vipi? Naam, bila shaka imeswihi, imekuja katika vitabu vya Sunan zaidi ya kimoja kutoka kwa hadithi ya Al-Abbas na wengineo katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alimuhusia akamwambia ukiweza swali kila siku, kuweza mara moja kwa wiki, mara moja kwa mwezi, mara moja kwa mwaka, ukiwa kuweza kabisa basi usikose angalau mara moja kwa umri. Ni muhimu sana, na hasa katika Ramadhani mtu jitahidi kuiswali. Swala yenyewe inakuwa rakaa 4 kwa iletwa tasbih 300 ndani. Tasbih 300. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Hiyo ni moja. Unaona? Ukifunga swala baada ya dua ulistiftah, baada ya dua kufunga swala, kabla uanze Fatiha unaleta mara 15. Okay. Kisha unasoma Fatiha na sura, kisha unaleta tena mara 10. Hizo ni 25. Ukirukuu, shona, unaleta azkar za rukuu, kisha unaleta tena 10. Hizo ni 35. Ukinyanyuka sami Allahu liman hamida itidale, unaleta tena 10. Hizo ni 45. Sijida ya kwanza 10, 55. Kikao kati ya sijida mbili 10, hizo ni 65. Alafu sijida ya pili 10, hizo ni 75. Atafanya hivyo katika kila rakaa. Unaona? Ataswali rakaa 2, kisha swali tena rakaa 2. Kwa hivyo 75 mara 4 itakuwa 300. Naam. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ametoweka huyo ustadh. Assalamu alaykum ustadh, Allah akupe afya, uzidi kutunufaisha na elimu. Je, hukumu ya taswir picha ni gani? Nafikiri uliwajibu hilo swali ustadh. Naam, swala taswir inakuja kila mara kawaida. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia laana Allahu almusawwirina. Mwenyezi Mungu amewalani wenye kufanya taswir. Maana sio. Sasa maulama wamekhtalifiana hapa. Huyu musawwir ni nani? Je, musawwir ni huwa anayepiga picha, photograph? Ama ni mchoraji, ama ni mchongaji? Ukirudi katika zama za Mtume, musawwir ni yule anayechonga. Chona. Na kwa sababu vile vinavyochongwa ndio vilikuwa vaabudiwa masanamu, Mwenyezi Mungu akasema na walani. Hata kama yeye hamwabudu, lakini anachangia wengine kumwabudu. Unaona sio? Mwenyezi Mungu, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wamelaaniwa wenye kufanya taswiri.
Unaona? So ukija ukisema inazungumziwa picha hii ya fotografia sasa, unaona? Ni kitu hakikuwa wakati wa Mtume. Jambo la kwanza sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili, hii photograph inaitwa habsu dhil, kuzuia tu kivuli. Mimi nikipiga picha hivi nimezuia kivuli chako tu, sijaleta kitu kipya. Ni wewe hivi ulivyo, nimezuia kivuli chako. Jambo la tatu ni kuwa maneno yalotumika katika zama za nyuma, sawa, hayafai kuchukua hukumu hiyo hiyo kwa matumizi ya zama za sasa. Na hii ni nukta muhimu sana faifahamike. Yani sura wakati ule ilikuwa inamaanisha chingine na sura saizi inamaanisha chingine. Unaona? Yani kwa mfano saizi ukisoma katika surati Yusuf utakwambia wajaat sayaratun. Sawa? Sayara nini kwa zama zetu? Gari. Sasa wakati wa Nabii Yusuf kulikuwa na gari? Kulikuwa na gari. Kulikuwa unazungumzia msafara ule unaopita. Lakini ukisema utafasiri aya imekuja gari, kwa sababu zama zetu gari laitwa gari, laitwa sayara, utakuwa unakosea. So kwa sababu picha zama zetu yaitwa sura, uweze kusema musawir ni mpiga picha. Naam. Allahu a'lam. Naam, Ustadh, nafikiri tutachukua simu ya mwisho kwa sababu ya muda tumalizie. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Salam. Naam, karibu. Nani ndugu yetu, uko wapi? Halo. Hello. Ni Mfano. Okay, swali lako? Iko na swali, kwa mfano nimefunga. Alafu nina mke wangu kwa nyumba, labda kwa bahati nzuri amejifungua, nikawa namsaidia pale masaji hivi na niko na saumu. Nasikana iko sawa ama kufanya nini? Kumsaidia sawa kweli, saumu yangu itakuwa iko sawa? Kumsaidia kwa kitu gani? Umemsaidia kwa kitu gani haswa? Nikawa namsaidia kufanya masaji pale. Kufanya nini? Massage. Oh, okay. Naam. Okay, sawa. Mfanyie masaji usiku, usimfanyie masaji mchana. Muhimu hiyo Ustadh. Hiyo masaji fanywe usiku ba. Mchana inaweza zuka mengine hatari. Ustadh, nafikiri kuna maswali mengi lakini tutazi anzia kesho inshallah katika kipindi cha maswali. Kwa hivyo kwa sababu ya muda, mtazamaji popote ulipo utatusame. Kuna mmoja aliuliza hii mwezi wa Ramadhani anaweza pea jirani yake chakula wakati wa iftari na si Muislamu. Mpendo rahma yenyewe ya Ramadhani. Basi mpe usiogope. Ustadh, tupe nasaha kwa leo tuweze kumaliza. Katika Mu'jam al-Imam at-Tabarani anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna lillahi fi ayami dahrikum lanafahat. Mwenyezi Mungu ana vipoa, ana huruma zake anazoziteremsha na baraka katika masiku ya mwaka wenu. Na bila shaka moja katika masiku adhimu ni haya ya Ramadhani. Kisha Mtume akatuambia ala fata'arradu laha, zitafteni madamu utajua zipo na tupo ndani ya mwezi na hatujui mwakani kama tutawahi tena. Tufanye bidii katika kutafuta rahma za Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kila sampuli ya amali, kwa kila sampuli ya khairi, kwa kila sampuli ya taa. Mwenyezi Mungu atuwafikie na tutakabalia inshallah. Allahu a'lam. Amin ya Rabbi, shukran sana Fadhilatul Ustadh, Mwenyezi Mungu akuzidishie. Amin. Na wewe mtazamaji pia Mwenyezi Mungu akuondolee kila mazito, akupe riziki ya halali na ya khairi kwa njia nyepesi kwa rahma zake ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na uzidi kututizama katika miangazi ya fatwa, sababu tuna mengi na najua na wewe pia bado una mengi katika maswali ili uweze kupata kujibiwa na Fadhilatul Ustadh Mubarak Ahmad. Mimi naitwa Nur Said, kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi, uwe na jioni njema na iftar yenye kufana. Assalamu alaikum.